Hiyo siku ya kufufuka kwa Yesu ni siku ya Bwana, inaitwa siku ya Bwana. Siku hii ya Pentekoste ni siku ya Roho Mtakatifu, ambayo inaitwa siku ya Roho Mtakatifu. Kulizaa kanisa, kulikamilisha kanisa, kuwarudishia watu nafasi zao, kuwarudishia watu vitu vyao, kuwarudishia watu mali zao, kuwarudishia watu vipawa vyao vya kiroho na vya kimwili, vile ambavyo vinaitwa kwa jina lao, vilivyoondolewa. Roho anarudisha, maana roho ni uhai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa siku kama hizi siku unapoona tupo, maanake ni siku ambazo Mungu ameiandaa, siku maalumu ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema mwanadamu pasipo roho amekufa, imani pasipo roho imekufa. Roho ni uhai. Kwa hiyo unaposikia siku ya roho, maanake ni siku ya uhai. Amen, amen, amen. Hii ni siku ya uhai, na mimi naitegemea siku hii. Ni siku ya uhai kwangu. Amen. Sijajua kwako. Amina, amina. Siku hii ni siku ya roho. Hata kama kuna mtu alikufa, roho yake ilikufa. Hata kama mtu hudumi ilikufa, maono yalikufa, maisha yalikufa, ndoto ilikufa, uchumi umekufa, siku ya Pentekoste ni siku ya kurudishiwa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Wao ni siku ya kurudishia vile vitu, na ni siku ya kuzaliwa kitu. Maanake kitu kilichokuwa hakipo, kitu ambacho ulikuwa kwa kweli ulifikiri wewe ni wa kawaida, lakini siku ya Pentekoste unapokea kitu ambacho ulikuwa huna, na watu wanaanza kusema na huyu kumbe ni mtumishi wa Mungu, mimi nilikuwa sielewi. Ulikuwa uelewe. Siku hii ni siku ya udhihirisho wa vipawa mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku ya Pentekoste ya Agano Jipya ni siku ya Roho Mtakatifu, kulizaa kanisa, kulikamilisha kanisa, na kulirudishia na kuwarudishia watu. Na mimi ni maombi yangu kwamba usirudi nyumbani kama hujarudishiwa vitu. Hakikisha unarudishiwa vitu vyako. Amani unarudishiwa, furaha unarudishiwa, milango ya baraka na uchumi unarudishiwa. Huwezi ukarudishiwa mpaka umejua. Hivi ndio unajua, unaanza kusema ala, kumbe mimi ndivyo. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kudai haki yako. Unajua Nyerere alipojua kwamba Watanzania ni haki yetu kujitawala, hakuogopa mjomba, hakuogopa mzungu. Alienda kwenye ofisi ya haki. Kufika pale anasema mimi ni Mtanzania sahihi. Kwa hiyo ni mkubwa saizi. Yaani ameenda kutambulisha ukubwa kwamba mimi ni Mtanzania na ni mkubwa, nataka kujitawala, nimeona ninajiweza. Wazungu wakamwambia nyinyi bado. Anasema mnasema nyinyi ni wazungu, mimi ni Mwafrika, nimefika Mtanzania, nimeona naweza kujiongoza. Amen. Nina haki. Amen. Wazungu na ujanja wao wakakwama kwa Nyerere. Nyerere amejipima mwenyewe, ameona na haki ya kujiongoza, akasimama badala yetu kwamba hili ni bendera, hili lishuke, tuinue ya kwetu. Amina. Ya nini tuendelee kupeperusha bendera ya mabepari? Muda wao umeisha. Amen. Bendera za mabepari zishuke, ziende kwao. Amen. Hakujiangalia wataniambia nini, majeshi yote yako mikononi mwao. Akasema mimi siendi kama rais, ninaenda kama Mtanzania Mwafrika sahihi, ninaona ni haki yangu ya kujitawala sahihi. Wazungu lazima waondoke. Akaenda. Kufika pale hoja ikawa na nguvu, wazungu katakiwa waende. Kama Nyerere alikaa akagundua saa ya kujimiliki wa Tanzania umefika,
akadhihirisha alicho nacho. Na wewe unapofika kwenye siku kama hii, unaelezwa haki zako za msingi. Usianze kusema lakini unajua juzi niliteswa sana, lakini unajua na mahindi yangu sina, wameiba, lakini unajua mimi mpaka sasa nimekaa tu sina hata la kufanya, lakini unajua mimi chochote ninachokifanya hakifanikiwi. Sio maneno ya kusema yenyewe hayo. Maneno ya kusema ni haya: kumbe hii ndio siku yangu, siku ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni uhai, Roho Mtakatifu ni uzima, Roho Mtakatifu ni ufunuo, Roho Mtakatifu ni ujasiri. Maana yake na mimi nimetosha sasa kutawala na kurudisha vitu vyote walivyoiba. Au ameiba mjomba au baba mkwe au mama mkwe au mganga. Nimeshaelewa kwamba Yesu ameileta 50. Hizo zingine siku nyingine zote zilikuwa 1, 2, 3, 10, 20, 21, 30, 40, 50. Lazima mtu atokee. Sasa usianze kuleta habari za 49. Usianze kuleta siku zile za 11. Zilikuwa ni siku ya 11. Usilete lakini siku ya 3 mimi nililala bila kula. Sawa, tunaenda kwenye 50. Amina. Kitaeleweka kwenye 50. Kule ndio kitaeleweka kwamba wewe ni wa kulala bila kula, kwamba ni wewe ni wa kukaa bila kuelewa kinachoendelea, kwamba wewe ni mnyonge, kwamba wewe ni jasiri. Wewe ni nani? Wewe ni mkokoteni? Wewe ni wa kusukumwa? Wewe ni gari ambalo injini imezima, la kusukuma ndoli wake ndo wewe? 50 pale, siku ya 50 tutaeleweka. Amen. Ikifika tu 50 tutaeleweka kwamba wewe ni nani. Amen. Wewe ni mkia? Wewe ni kichwa? Hapo tukifika 50 ni siku ya 50, ni siku ya kuelewa kwamba wewe ni kichwa au ni mkia. Ukielewa ni kichwa, basi kama na mkia sio wa kwako. Kuna mtu hajanielewa. Nimesema Nyerere, rais wa kwanza, alipojua kwamba mimi ni kichwa na inatakiwa nitawale, alienda kudai utawala. Neno limebeba urithi. Neno linakuja linakueleza siku ya Pentekoste ni siku iliyo hai, siku ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anakaa huku ndani. Roho Mtakatifu anakaa, anashughulika na wizara ya mambo ya ndani. Haleluya! Mtu anachoka ndani, hachoki nje. Anachoka ndani. Mtu anakufa ndani, hafi nje. Anakufa ndani. Na mtu anafufuka ndani. Amen. Na mtu anatajirika ndani. Amen. Akitajirika ndani, nje mpinge msipinge, ataonyesha kwa sababu nje ni udhihirisho wa ndani. Sema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, mimi nikatokea. Amen. Ikitimia, labda kama haijatimia, subiri. Kama haijatimia miezi 9, mtoto makao yake. Sawa? Haijatimia miezi 9. Kwa makao yake asisumbuane na waliyetimia. We bado. Hata kipiga mateke, anapiga yale ni mateke ya ndani kwa ndani, kutuonyesha kwamba yupo. Ila swale atoke na wale ambao imetimia, hata kuwa na miguu ya kutembea. Lazima asubiri itimie. Na siku ikifika ikatimia, makao yake ni nje,
Tumbo ligome lisigome, litapasuliwa, mtoto atoke. Sema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, wote walikuwepo pamoja. Ukaja ghafla na utajiri kutoka mbinguni. Kukaja ghafla na furaha kutoka mbinguni. Kukaja ghafla na wepesi kutoka mbinguni. Kukaja ghafla na uelewa kutoka mbinguni. Kukaja ghafla na mtazamo mpya kutoka mbinguni. Ukawakuta wote waliokuwepo pale, na mimi nikiwepo. Sema amen. Mpaka wenye siku waielewe. Amen. Unajua, isipodhihirika, usipoelewa, hata siku inakuwa hakuna kitu, kwa sababu Mungu anatenda kazi sawa sawa na ufahamu wa watu. Hivi kwa mfano, wewe una uwezo wa kutumia bilioni 1. Unaifahamu bilioni 1? Hivi hata ikianguka hapo, hata kiokota bilioni 1, wewe uli hata shilingi 1. Ukisema namna mtu mwingine anasema unatania, sikutanii. Yaani ukiokota wewe mahali hapo bilioni 1 mtu ameangusha, wewe uli hata shilingi. Kuiona tu maluweluwe. Umechanganyikiwa. Lijanja lililozoea anasema za kwangu, hata kama sio lete. Aliye karibu na wewe msalimie. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Elewa kila kitu na kielewa. Kwa hiyo usipoelewa, kila kitu kinakuwa kina umuhimu wako. Kwa hiyo hela hata kama ni kubwa, lakini huna uwezo wa kuikontrol ile hela, huna uwezo kwa ile hela, huwezi kaifaidi. Uwezi kabisa hiyo hela. Wewe upatage 10,000, 20,000, laki, milioni, mpaka ufahamu ongezeke. Biblia inasema mrithi awapo mtoto mdogo hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa hayo yote, ila hana tofauti mpaka wakati ulioamuliwa. Unajua, mpaka saa hizi nyinyi mnaweza mkawa mnakimbizwa na mgambo. Yaani unakimbizwa na mgambo, na mgambo anakufanya usiwe na chakula, mgambo anakufanya usile, mgambo anakufanya na usingizi usipate. Anakukimbiza nani? Wewe huja huko kwenye renki ya mgambo, wala ya askari, wala ya kamando, bali uko kwenye renki ya mfalme, mtawala, unayeamrisha makamando, unaamrisha wote wanapiga saluti kwako. Lakini cha ajabu tunaona unakata kona, unakimbizana na kamgambo. Hivi kamgambo kanashika kabunduki, kirungu tu. Unajua, ukifuatilia karoho kanako kukimbiza wewe, yaani ingelikuwa inafunuliwa iwe wazi, unacheka. Na haka wewe kana kukimbiza na haka. Aise. Na haka ndo kana kukimbiza, yaani wewe ndo umetingwa, unakata kona ya kwanza, unageuka kana kukimbiza kamgambo. Kutokujua hiyo ni shida, lakini ikitimia wewe ukakimbizwa na mgambo. Ikitimia huwezi, ila wewe utawakimbiza, ila wewe utawanyanyasa, ila wewe utawasumbua, kwa sababu umekwisha kuelewa. Amen, amen. Kitabu cha Matendo ya Mitume
mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Pentekoste ya Agano Jipya ni sikukuu ya Roho Mtakatifu kulizaa kanisa na kuliimarisha kanisa na kuwarudisha watu kwenye nafasi zao. Matendo ya Mitume 1:4. Kwa jina la Yesu nasoma. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Mstari wa 7. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Si wa Bena? Si wa kinga hawa? Tunawafahamu kabisa, au ni Bena au ni wa kinga hawa, lakini wanasema vitu vya kutusumbua na si wengine. Nini tena hawa? Hawa si hawajasoma hawa? Wakashangaa. Hata darasa la 7 limewapiga chenga hao. Pale kijijini hata cheo cha kuosha vikombe hawana. Sasa mbona wanafanya vitu vya kutushangaza, kutusumbua wengine? Nini kimewakuta hawa? Yaani na wasioeleweka wakikutwa na kitu wanaanza kueleweka. Amen. Anasemaje? Imekuwaje sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Hivi hao walikuwa wakina nani sasa? Wakina nani ambao mpaka wanashangilia? Kwa nini sisi tusikie? Mtasikia. Unafikiri mtasikia? Mtasikia. Amen. Kwa nini sisi tusikie? Mtasikia. Na watu ambao wanyonge, ambao mlisema wenyewe hawatatuweza, mtawasikia. Amen. Sasa tuwasikilize wakati Makumila hawajaenda? Tuwasikilize wakati Kidugala hawataenda? Wamesomea wapi? Mtasikia. Amen. Wewe ulize hawa. Amen. Ni wakina nani hawa? Hata sisi tunasikia kwa lugha zetu. Yaani hili ni automatic. Hakuna ya kukopi. Automatic moja kwa moja. Haidai mkalimani, inaenda moja kwa moja na mkuta alivyo. Ulizini unaambiwa ulizini na fulani pale fulani. Utaendelea kukataa? Automatic. Uliiba kitu fulani. Wewe fulani ulibomoa nyumba kwa nyundo saa 2 jana. Automatic unaambiwa. Nasema hii nini tena? Mbona nilikuwa peke yangu nilipokuwa naiba? Imekuwaje huyu ananiambia alivyokuwa naiba? Unaambiwa. Kwa sababu roho ni uhai. Amen. Roho ni maji. Amen. Roho ni mafuta. Amen. Roho ni macho. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Wanasemaje? Wapathi na Wamedi na Elam nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya, ndio karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu wa Kirene na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya Mungu. 12. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka. Jamani, mambo ya roho hakuna mtu asiyeshangaa. Hata mimi wanashangaa. Hakuna mtaalamu. Unajua sasa? Yaani mambo ya Roho Mtakatifu hakuna fundi. Hayupo. Wakashangaa wote.
Waliposhangaa wakasema nini? Wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11. Huyu mnyonge mnayemjuaga siku yote alimkataa na Yesu, kimbia kweli. Ndio huyu. Akapaza sauti yake akawaambia. Leo anasimama anasema akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi, watu wa Uyahudi, na ninyi nyote mkao Yerusalemu, na nyinyi mnayekaa Yerusalemu wote, lijueni jambo hili. Haya, sasa mjue jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, sivyo mnavyodhani. Watu hawa hawakulewa. Hao watu hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Ni saa 3 ya mchana. Wajinga nyinyi mlesema amelewa. Hawajalewa, ni saa 3 saa hizi, nani amefungua kila. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Anasema jambo hili ni lile lililonenwa na nabii Yoeli. Kishi hapo. Nini nataka kukione? Siku hii ya Pentekoste ni siku ya ajabu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Unaona Biblia inasema kanisa la kwanza likiwa kanisa tarajiwa, halina vipawa, limejaa woga, na pakukaa limekaa kwenye rosheni juu, hapa chini watawasumbua. Wamejificha kwenye rosheni kule juu, wanaogopa. Juzi wamemwona Yesu anamuua, mpaka sasa amepakwa, macho yao yameenda mbinguni. Wanawaza wakija waliyemuua Yesu wakatukuta sisi, nini kitatokea? Kwa wamekaa kwa hofu, wanaogopa. Lakini siku ilipotimia, ambao ni siku hii ya Roho Mtakatifu, anasema wakiwa wamekaa pale pamoja, ghafla waliona kitu cha ajabu. Cha kwanza walichokiona, waliona kimbunga. Kila kimbunga hakiingii kwenye kimbunga cha kawaida, ila kina jina la kimbunga. Amen. Anasema ni upepo uliokuwa unaenda kasi. Upepo unaenda kasi. Umewahi ona gari lilopakia askari wanaenda mahali kushughulikia jambo? Umewahi liona hilo gari? Yaani gari ambalo limepakia askari, alafu limetokea tatizo mahali fulani, kwa hiyo kituo cha polisi kimepigiwa simu au jeshi limepigiwa simu, kwanza tuwekee jeshi, tuache polisi. Umewahi ona hilo jeshi linapotembea barabarani, lile gari lake, piga mkono, naomba lifuti. Watakuchanganya na wanayowasumbua, wanaanza na wewe. Anasema hivi, upepo ukienda kazi, kama unaenda kazi lazima tuelewe kwa nini kazi. Ulikuwa unaenda kazi kwa nini? Imetimia. Amen. Kwa sababu kama muda umefika, haitakiwi kuchelewesha. Uliwahiona mwanamke ambaye siku zimefika za kuzaa, wanavyompeleka kazi, kama hata hivi afanyiwa operation chap, muda umefika mtoto kutoka duniani, piga kisu, mtoto atoke, saa imefika. Ndio maana na muda ukifika, kila kitu kinaenda kasi. Sasa mbingu zilipoona saa imefika ya kuzaa kitu duniani, kuzaa mtu duniani, kuzaa kipawa duniani, kuzaa huduma duniani, kuzaa maarifa duniani, kumwinua mtu mmoja, kumfanyia mabadiliko mahali alipo, kumzaa Petro mhubiri wa Injili, imetimia. Ndio siku ya leo lazima iende kazi, maana ni saa ya kuzaa kitu. Wakaona upepo unaenda kazi ambao hauzuia. Maji yanayoenda kazi ni ngumu kuzuia, unaenda kazi. Wakaona kile kitu kinaenda kazi sana, kikaingia mahali pale walipokuwepo. Hakiendi mabandani, hakiendi kule kwenye dini kubwa ya Kiyahudi au kwenye dini kubwa siyo ya Mafarisayo au dini siyo ya nani, hakiendi. Kinaenda kule kwa wanafunzi kule juu.
wakashangaa kimejaza nyumba, yaani ule upepo ukajaza nyumba, wakafikiri nyumba labda itatoka. Haishughuliki na nyumba, inashughulika na watu. Unaposhangaa hivyo, unaendelea kushangaa hiki ni kitu cha namna gani sasa? Usifikiri kuna mtu alisinzia hapo. Hivi kama kimbunga kikiingia ndani ya nyumba, nani atasinzia? Hakuna mtu aliyesinzia. Kila mtu anawaza hivi, hajawahi tokea hii. Sasa ni nini? Na Petro naye ni nini? Andrea ni nini? Simeoni ni nini? Kasoro Yuda siku hiyo alikuwa hayupo, ameshafariki. Ni nini? Ni nini? Nini? Wanapoendelea na nini? Manake kila mtu akili zimekaa kutafiti kinachoendelea ni nini. Yaani akili zimekaa tayari, hakuna aliyelala, hakuna zilizosinzia. Unajua unaweza kukaa hapa, alafu kama hujajua imetimia, wewe unaanza kufikiri na nyumbani. Kumbe siku ile kimbunga kilipofika, kila mtu alikuwepo, akili zilikuwepo, mawazo yalikuwepo, mwili ulikuwepo, yaani mtu wote na utu wa ndani na nje ulikuwepo pale. Wakasema kuna nini? Wakati wanaendelea kufikiria kitu hicho, kuna nini? Anasema wakashangaa la pili. Unajua unaposhangaa la kwanza ndio unakaribisha la pili. Waswahili wanasema ukishangaa ya Musa, sikia. Wanaposhangaa ile, wakashangaa kitu kingine. Moto unatokea kwenye kichwa, moto. Hii kali tena. Hata kwenye Biblia haijaandikwa. Ina maana leo hapa tunaungua. Akaona moto, kila mtu anaona moto kwa mwenzake. Hakuna kusema huyu kwa kule ni Petro ana moto, li moto likubwa. Huyu kwa vile ni askofu ana moto. Kila mtu kwa moto. Hakuna kusema huyu ndio mhubiri anafundisha hapa mbele, haleluya. Lazima awe na moto linalipuka kama nyumba. Wote sawa. Amen. Ukienda pale mbele na mpishi kama yupo naye moto anawa kwake na unawaka. Amen. Hakuna kusema huyu ni moto likubwa sana ili hiyo unasema wewe. Moto umeshuka pale kwenye kichwa. Sijajua waliulizana, ila mimi napiga picha. Ninaona kwamba kuna mmoja inawezekana niende kumuuliza mwenzake. Hasa wa kwanza. We, naona moto unawaka hapo juu kichwani, pole. Pole, unaungua. Huyu na yeye anashangaa sema ila na wewe, mbona na wewe unawaka na wewe unaungua? Maana kila mtu moto ulikaa kwenye kichwa, kila mtu alikuwa na moto wa kwake. Unawaka kwenye kichwa sasa. Kila mtu anashangaa, kwa hiyo kila mtu ni kituko cha mwenzake. Huyu ni kituko cha mwenzake na huyu ni kituko cha mwenzake, hii ni kituko cha mwenzake. Kwa hiyo kila mtu alishangaza mwenzake. Kwa hiyo imebaki sasa ni kushangaana. Nini tena? Nini tena? Nini tena? Hapa nakwambia hakuna kusema kuna mhubiri mkubwa sana, tunapimia moto. Amen. 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 Hakuna kusema mimi mjuaji, msikilize nimesema. Unajua vitu vingine, najua ni Mungu. Sasa mimi nimesema, mimi ndio mwenye wetu. Tuingie rohoni tuone moto. Wewe una mioto miwili mitatu au na moto moja? Na mimi nina moto wa namna gani? Siku ile tuliona kila mtu moto unawaka, mnala. Hakuna kusema nimesema, nimeagiza. Hiyo ni duniani. Hapa duniani ndo nimesema. Hapa duniani ndo nimeagiza. Hapa duniani mimi, hakuna wengine. Mimi ndo top. Muulize jirani yako, wewe ndo top. Wewe ndo top. Unajua kuna vyeo vingine vya ajabu. Kuna akina top. Hapa ndio black yako. Wanasema hata kama umetoka na nena kwa lugha hapo na free. Na nisikiliza mimi. Top. Kwani wewe una moto gani? Wewe una moto wa namna gani? Una moto Mwafrika, una moto mzungu? Moto gani uliyekupa wewe top?
huo moto basi ni moto wa kigeni. Moto wa kimungu kila moja unawaka. Kwa hiyo inatakiwa wasikilizane, kwa sababu moto kila mtu anao. Kama ikifika ni zamu ya kuhudumu, kila mtu anasimama kwa zamu yake, maana moto upo. Huyu kinawaka wapi? Kinawakia kuimba, kinawakia sawa, kinawapikia kuomba sawa, kinawakia kutoa hela, ana moto unawaka. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wakashangaa siku ile. Hapo wanaposhangaa, wanashangaa, moto unaendelea kuwaka. Hausemi nao wenye uko kazini. Moto haujadiliane sasa tukae kikao vitu wake dakika ngapi? Moto umetumwa. Unaangalia ramani ya mbinguni. Mbinguni anasema nini? Mbinguni wameleta moto kwamba masaa 2 unawaka kichwani alafu nazama ndani. Mambo mengine matamu kweli. Amina. Haleluya. Amen. Kama walokole wangejua kwamba wajanja unaanzia hapo. Yaani moto umewaka, baadaye unatumbukia. Unapotelea humo. Ukipotelea humo, mwili wote unakuwa moto. Leo mimi ninashangaa mchawa anakuja kulala na wewe usingizini. Kuna moto umezama humo ndani. Haiwezekani. Mimi nashangaa leo mtu mwingine anapita pale njiani. Eti ni mataifa linampigia tu zini. Dado umeokoka, unageuka. Abe. Wewe hata wachawi wanaogopa. Wewe hata wachawi hata kuja, yani sio kuja kufika kwako, kukutembelea. Wanapiga mahesabu, wanafanya maandalizi ya wiki. Kutembelea nyumba hii. Tunaanzeje? Angalia wanavyotumana, sema nenda mwenzako na kipembe kifupi. Mwenzangu kwa tuna zaidi ya moja, uende mwenzako sema wewe hiki nimegharimia. Uende wewe. Lakini bosi wao kuzima ameshasema mwende kwa yule. Vinatumana pale vinahangaika. Uende wewe kwa sababu nayo mengi sana. Haya. Tayari sana pale. Yule pale moto. Tayari sana. Basi uende hamna. Bakaje mkuu wao nasema na waua. Mpende msipende ndanda. Ndio wanakuja wamejihami. Wanaanza kuzunguka kule mtoni. Waende kule. Tunaanzeje? Piga ramani zinagoma kushika. Piga ramani zote zinagoma kushika. Huyu ni mtu wa namna gani? Sisi hatueleweki. Haleluya. Sisi hatueleweki, wala usipoteze muda. Hatueleweki sisi. Pima. Hamna. Kwa nini? Moto ulizama ndani. Haleluya. Kwa sababu moto umezama ndani, saa hizi unatokea hapa. Nikisema moto, hiyo tayari. Amen. Yaani ukiona nimetamka moto, hiyo tayari kuna mtu umempiga. Kwa sababu ulizama ndani, saa hizi unatokea hapa. Unawakia hapa. Salimia aliye karibu na wewe. Muulize swali la kipendwa. Mwambie unaelewa siku yako imetimia. Ya kuinuliwa. Ya kutoka katika hali hii. Sasa umekaeje? Umesema naye? Muulize la mwisho. Utaendelewa kukimbizwa na kamgambo? Amesemaje? Hapana. Mniombee hapa nyumbani wachawi wengi sana. Unakimbizwa na kamgambo. Yaani badala ya kenyea kukukimbia, afu wewe unakimbizwa na kamgambo na kilungu. Leo watokee kwa namna nyingine. Mpaka wakikuona hivi waseme hapa kuna mtu anakuja hapa. Yaani channel zao zishuhudie kwamba kuna mtu hapa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza, Mungu ni moto. Kwa tunaposema siku ya Roho Mtakatifu ni siku ya Mungu mwenyewe. Mungu ni yeye mwenyewe alikuwa anawaka kwenye kichwa.
ni yeye mwenyewe aliyezama kule ndani. Mungu anakaa ndani yetu katika Roho Mtakatifu. Yeye ni Mungu. Kwa hiyo unatembea ukiwa umembeba Mungu, asikutishie yeyote. Badilisha ufahamu wako, anza kuona. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe sio mtu wa kawaida, na ndio maana anasema na wewe. Mbingu zinakuelewa, anga linakuelewa kwamba ni mtu wa namna gani wewe. Usikubaliane na wanayekutesa, usikubaliane na hata wenyewe wanakuelewa kwamba wewe ni tishio. Wanakuja kwa mahesabu. Hivi kwa mfano kama ukielewa kwamba wanakuja kwa mahesabu, utatembea hivyo? Hapana. Bado sana. Bado sana. Wanakuja tunawaambia kwanza nimeshawaona. Amina. Nyinyi mtatembelea tumbo leo. Amen. Wanakuambia unasikia anachosema? Maneno yako yale maneno yako yale ni maelekezo yanayoelekeza malaika wahudumu wanayetenda kazi kwa ajili yako. Kwa lile unalolieleza lile neno lina roho wanayetumika kwa ajili ya neno. Malaika wa kazi wanaingia kukuhudumia wewe kwa sababu ya neno ulilolisema. Ndio maana kilichofuata pale baada ya ule moto kuzama unaendelea kuwaka pale, unaona nasema wote wakajazwa roho. Baada ya moto wote wakajaa. Manake ule moto pale juu ulikuwa hausemi. Ulipoingia ndani ukaanza kusema, ukaanza kuimba, ukaanza kuomba, ukaanza kushuhudia ule moto. Ndo unamuona Petro pale chini. Watu walipoona na wazungu walikuwa natoka wasomi wanaangalia, nakuweje hii sasa? Wanashangaa. Maprofesa wapo na shangazi. Yeye hajawahi tokea. Yaani unajua kuna watu maprofesa kipara kimefika mpaka huko. Lakini kwenye hii nini hii? Hakuna nchi isiyo na utafiti. Kila nchi ina utafiti. Lazima watafiti watakuwa njoo kule muone kilichoshuka. Wakaja katafiti kwanza anachokisema, halafu yale maneno, ile nguvu ya yale maneno wanayo yote wanavitaka. Mbona maneno wanayosema kuna choma huku ndani? Yaani wanasema kuna choma huku ndani. Watu wana namna gani? Hapo hawajasoma. Wakisema kuna choma huku ndani, hapo akisema mmoja ndio makosa yake yote aliyotenda. Unaona yule pala anaeleza ya kwangu. Huyo aliyekaa sasa na mimi mwenzako, yule pala anaeleza ya kwangu. Yaani kila mtu aliyefika kwake yote anaeleza pale pale. Tafiti kile ikakosa matunda. Akili ya darasa la 7 na ya 0 zote zikakosa matunda. Wengine wakagawanyika makundi haya mawili. Kundi la kwanza likasema, jamani, hatuna kwa kwenda, tunyoshe mkono wa kulia na mkono wa kushoto na miguu, tuseme matendo makuu ya Mungu. Wengine wanasema mimi hapana, hii sikubaliani. Mimi nimefunuliwa jambo mwenzenu tofauti na ninyi wenzenu. Mimi nimeona hawa jamaa wamelewa. Hii milevi tu, sinaona na walevi wanafanyaga kama hivi. Hawa walevi hawa, kwa grupu lililokuwa moja